Awali ya yote kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya, kwa kutupa uhai na kutufanya tukutane hapa siku hii ya leo. Ama kwa hakika siku ya leo ni siku adhimu, siku maalum kwa ajili ya kusherehekea sherehe ya Idi. Tumetoka kwenye mfungo mtukufu wa Ramadhani, mfungo ambao tulikuwa tukifanya ibada mbalimbali. Nikichukulia hotuba ya leo jinsi ilivyozungumzwa, kwa kweli kwanza imetugusa katika umoja kwa maana ya Waislamu kushikamana katika kamba ya umoja. Tunazo tofauti mbalimbali zinazojitokeza kama alivyosema Shehe, zinatokana na mapokeo ya kielimu, lakini tofauti hizo kwa sababu zilikuwepo toka enzi na enzi, toka maulama na waliotutangulia, lakini hazileti itilafu ya kutarafikiana ya kuhitilafiana. Waislamu tunatakiwa tubakie wamoja, hilo la kwanza. Lakini jambo la pili lililosisitizwa ni juu ya kulinda amani ya nchi. Amezungumza Shehe hapa kwamba katika aina yoyote ya uongozi na utawala zote zinawekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na viongozi wote tunaoingia kwenye madaraka tunapaswa kufanya uadilifu na kuwaongoza wananchi kwa mujibu wa Mwenyezi Mungu anavyotaka. Na kama kila mmoja akilifanya hilo, basi manake amani ya nchi itaendelea kutaradadi. Lakini ukifanya tofauti na hivyo, basi utakuwa unatafuta matatizo, na matatizo haya yanaweza kuleta amani ikavunjika na kutuletea mtafaruku katika nchi yetu. Haya mambo mawili yameyazungumza Shehe, kwa kweli ni mambo ambayo ukiangalia yana mantiki kubwa ndani yake. Amani inayopatikana katika nchi ni katika kuheshimiana, kupendana na kufuata maadili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia itukumbusha Waislamu kwamba katika mfungo wa Ramadhani kunaweza kuwa kuna makosa mbalimbali yanajitokeza ya kibinadamu ambayo sisi binadamu hatuyajui. Lakini ili kusafisha mapungufu hayo, tumesisitizwa sana kutoa zakatul fitri. Zakatul fitri ni kiasi cha msaada unachokitoa kwa yule mtu ambaye hana uwezo wa kufanya nini, wa kusherehekea Idi kama ambavyo tunasherehekea sisi. Lakini zaidi ya yote amewatakia heri na amani viongozi wote wa nchi, viongozi mbalimbali, ili kusudi nchi yetu iendelee kuwa na amani. Na hili ni jambo la muhimu, na mimi niendelee kusisitiza, nihusie nafsi yangu na kuwahusia wananchi wote wa Tanzania. Tuilinde amani, kwa sababu amani hii, tusipofanya hivyo, ikitoweka amani hii, tutapata madhira makubwa na tutapata matatizo makubwa katika nchi. Lakini pamoja na yote, Mwenyezi Mungu ndio mjuaji wa kila jambo, na tunamwomba Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi katika kila jambo inshallah.